Ramadan. Kilwa Kisiwani iliwahi kuwa mji maarufu sana duniani kwa hadhi na utajiri wake kuanzia karne 13. Wageni waliowahi kufika katika mji huu miaka hiyo waliupa hadhi ya kipekee hata kuzidi miji mingine ya Ulaya enzi hizo. Mwarabu wa kutoka Morocco Ibn Battuta mwaka 1331 aliandika kuhusu alivyoiona Kilwa kuwa ni miongoni mwa miji iliyojengwa kwa ustadi na uzuri wa kipekee duniani. Wareno wa mwanzo kufika Kilwa kwa msafara wa meli za Don Francisco de Almeida mwaka 1503 waliusifia mji wa Kilwa kuwa na bandari nzuri, ardhi yenye rutuba na utajiri mkubwa wa maliasili kuzidi miji mingi waliowahi kufika. Kupanuka kwa makaazi katika ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki kulianza kujitokeza katika karne ya 11. Kipindi hicho kilipewa msukumo wa mabadiliko ya mkondo wa kibiashara kutoka kaskazini bahari ya Mediterranean kuhamia mashariki mwa Afrika katika bahari ya Hindi. Wageni wengi wa kibiashara walianza kuzoea ukanda huu wa Afrika Mashariki na wenyeji nao wakaanza kuweka mitego ya biashara katika maeneo walioshukia wageni hawa. Ama utitiri wa miji iliyoanza kama bandari au masoko ikaanza kukua, hususani katika ukanda wa pwani. Miongoni mwa wafanyabiashara maarufu waliofika Kilwa alikuwa ni Ali bin al-Hassan. Ali bin al-Hassan baada ya kuzaa na mtoto mzee mmoja wa Kilwa aliomba kumnunulia mwanaye ardhi ya urithi. Ni katika karne ya 12 Kilwa Kisiwani ikanunuliwa kwa malipo ya jora la nguo ya kutosha kuzunguka kisiwa chote. Familia ya Ali bin al-Hassan iliendelea kumiliki kisiwa hicho baada ya kukinunua hadi karne ya 13, kipindi ambacho mji ulikuwa na kushamiri kibiashara na kiutajiri. Sarafu za mji huu zilishamiri na kutumika karibu pwani yote ya mashariki ya Afrika. Hadi kufikia karne ya 14, mji wa Kilwa ulikuwa umeshapata umaarufu mkubwa kimataifa. Biashara zote pwani ya Afrika, bahari ya Hindi zilimilikiwa na himaya ya mji huu. Biashara ya dhahabu, pembe na vipusa, ngozi za wanyama na bidhaa nyinginezo ziliupatia utajiri mkubwa mji huu wa Kilwa. Bidhaa mbalimbali zikiwemo vyombo vya kauri, shanga na mapambo kutoka Uarabuni, Uajemi, India na China vililetwa kupitia biashara hizi. Sarafu zilizotengenezwa Kilwa zilitumika sehemu kubwa ya pwani ya mashariki. Baadhi ya sarafu hizi zimegunduliwa katika iliyokuwa bandari ya Kaole, mji uliokuwa sambamba na Kilwa Kisiwani. Kilwa Kisiwani ni himaya ambayo mipaka yake hadi sasa haijulikani. Utawala wake ulikuwa wa kisultani. Kiongozi wa himaya aliitwa sultani na madaraka yake yalikuwa ya kurithishana. Madaraka yake yalikuwa juu ya mji na wakazi wake pamoja na njia zote za biashara kuingia na kutoka katika ukanda wote wa pwani alioumiliki.
Ukoo ulioanzisha utawala wa kisiwa hiki ni ule wa Ali bin al-Hassan, aliyenunua Kilwa Kisiwani kwa ajili ya urithi wa wanawe. Utajiri mkubwa wa kisiwa hiki ulimilikiwa na ukoo wa kisultani. Sasa tunakuletea chimbuko la msikiti mkuu wa Ijumaa uliojengwa karne ya 11 na hadi kufikia karne ya 16 ulikuwa ndio msikiti pekee uliokuwa ukiongoza kusini mwa jangwa la Sahara toka mji huu wa Kilwa Kisiwani. Ramadan. Jina naitwa Mohamed Chidoli. Ni mhifadhi wa mambo ya kale. Hapa tulipo sasa ni mji wa Kilwa Kisiwani. Ni mji wa kihistoria ambao tayari sasa hivi ulishaorodheshwa kwenye urithi wa dunia toka mwaka 1981. Kuna historia nyingi sana hapa Kilwa Kisiwani, lakini kwa leo kwa hapa tulipo tuko kwenye msikiti mkuu ambao tutaelezea kwamba huu msikiti mkuu ulijengwa kwa awamu mbili kwa karne tofauti. Karne ya kwanza ilijengwa kwenye karne ya 11, alafu baadaye msikiti waliuongeza zaidi, nafikiri walivyojiimarisha na population kuwa kubwa, waliongeza tena kwenye karne ya 15. Sasa hivi msikiti una takriban miaka zaidi ya 1000. Kwa kweli msikiti huu ulitumika sana kwa sala za Ijumaa kwa Waarabu. Kulikuwa na misikiti mingi, lakini huu ndio ulikuwa msikiti mkubwa pwani ya Afrika Mashariki na ulitumika kwa sala sana za Ijumaa kwa maeneo yote ya Kilwa. Kwa mfano tukienda kule Songo Mnara, siku zote watu wote siku za Ijumaa walikuwa wanakusanyika kwenye msikiti huu hapa. Kwa hiyo ulikuwa unatumika sana kwa sala za Ijumaa. Sala zingine ndogo kulikuwa na misikiti mingi sana hapa, karibu 99 ilikuwepo. Kwa hiyo hapa palitumika sana kwa sala zile za Ijumaa. Na ndio maana tunauita Great Mosque ama tunaweza kuita Friday Mosque. Ulijengwa kwa mawe na chokaa. Na kama unavyoonekana kule juu kuliwekwa dum zile ni kama nafikiri kama decoration tu, mapambo. Ulijengwa kwenye ulijengwa na hayo mawe matumbawe kutoka baharini. Haya ni mawe yote tunayoyaona hapa sio mawe ya kawaida, ni matumbawe ya baharini. Kwa hiyo ulijengwa kwa mawe na chokaa peke yake. Karibisha pale ndani tuangalie jinsi ilivyokuwa imejengwa, kwa sababu utakuta pale pana kibla mbili kwa inayoonyesha msikiti wa kwanza huo wa karne ya 11, alafu kuna kibla nyingine hiyo msikiti mkubwa wenyewe ulio kistand pale unaoonyesha ule uliojengwa kwenye karne ya 15. Ramadan. Okay, sasa humu ndani tuko ndani ya msikiti mkuu, msikiti wa Ijumaa ambao ni msikiti maarufu, ulikuwa msikiti maarufu kwa karne zile kuanzia karne ya 11. Kipande hichi hapa tulipo ni msikiti original, msikiti wa kwanza kabisa uliojengwa kwenye karne ya 11. Nikianzia kulia kwangu huko unaona kuna mlango huu hapa, mlango ule pale na mlango ule pale. Aidha kule mbele zaidi utakuta kuna kibla. Ile ni kibla ambayo ilikuwa inatumiwa na msikiti huu. Huko ndani kwa kupitia hiyo milango iliyoeleza, huko kuna vioo, kuna mavisima na nini iko kule na sehemu za kutawazia. Kule kuna mawe mazuri ya kutawaza ambayo yapatikani katika eneo hili la mwambao. Msikiti huu ulikuwa ni maarufu sana na ulikuwa umepambwa vizuri kwa kipindi hicho. Kwa sehemu zingine unaweza ukazunguka utakuta kuna sahani ambazo zilikuwa
wamedecorate huu msikiti. Ulikuwa unapendeza sana kwa kipindi hicho. Utamaduni uliotumika kujenga huu msikiti ni mawe ya bahari ambao unaita matumbawe. Msikiti umejengwa kwa matumbawe na chokaa peke yake. Haikutumiwa simenti ya aina yoyote. Kwa hiyo msikiti huu una mandhari mzuri. Hiki kipande ndicho nilichozungumzia kwamba ni kipande cha karne ya 11, alafu upande wa kulia kwangu ndiko kuliko kuwa msikiti mkubwa ambao umeongezwa baadaye kwenye karne ile ya 15. Bado tuko ndani ya eneo la msikiti huu wa karne ya 11. Sasa eneo hili tulipo sasa ni eneo ambalo lilikuwa wanatumia kwa kutawaza kabla ya kwenda kuswali, kunawa miguu na kujisafisha kwa ajili ya kwenda kuswali. Kwa mfano eneo hili unaona kuna mawe haya mawe unayoyaona ni mawe ambayo walikuwa wanatumia kwa ajili ya kutawaza miguu na kuelekea msikitini kuswali. Mawe haya hayapatikani pwani. Haya mawe yametoka milimani kule bara. In fact yalifika hapa, nafikiri watumwa waliyabeba kuyafikisha hapa. Tukija hapa utakuta pana kisima ambacho walikuwa wanatumia kutoa maji kwenye kisima hiki kwa ajili ya kutawaza. Kuna kisima kirefu kabisa. Sasa ndio hapa walikuwa wanachota maji. Aidha kulikuwa na matanki kama haya hapa. Haya matanki walikuwa wanahifadhi maji. Kwa mfano wakichota hapo maji wanahifadhi kwenye matanki haya kwa ajili ya kutawaza yaendelee kuwepo hapa. Mtazamaji, hiki ni kipindi cha Zamadam na unaangalia msikiti mkuu ama Great Mosque, msikiti wa Ijumaa uliojengwa kuanzia karne ya 11. Baada ya kuona sehemu ya msikiti wa karne ya 11, hii sasa tunaingia ndani kwenye msikiti mwingine ambao ni msikiti mmoja lakini tuseme ulijengwa kuanzia, mwingine uliongezewa kuanzia karne ya 15, na utapata pia maelezo mazuri kabisa kuhusiana na msikiti huu wa Ijumaa ambao hakika ni moja misikiti mikubwa kabisa katika bara la Afrika, karne ya 16 ambayo inasadikika kuwa ndio ilikuwa inaongoza katika bara letu hili la Afrika kwa kuwa na ukubwa na uzuri wa kuvutia zaidi. Zamadam. Okay, sasa tumetoka kwenye msikiti huu wa karne ya 11, tumeingia msikiti huu mkubwa kabisa ambao umeunganishwa na msikiti huu wa karne ya 11 kuingia huu msikiti ambao umejengwa karne ya 15. Tukiingia humu ndani kwa kweli kuna usanifu wa jengo hili maarufu kabisa wa aina yake. Kama tunavyoona huu msikiti una madumu bado yanayoonekana mazuri. Kuna madumu huku juu ya aina tofauti. Kuna madumu ya mraba ambayo kwa kweli yalijengwa kwa usanifu. Kwa mfano hili dumu hapa linaloonekana ni la mraba. Madumu haya yalijengwa kwa kweli, hakukuwa na aina yoyote ya nondo, hakukuwa na kitu chochote. Ni usanifu ambao umejengwa kwa mawe na chokaa peke yake. Kwa hiyo madumu yanaonesha katika hali mzuri, na huko juu kulikuwa na mapambo mazuri sana. Kama inavyoonekana kuna sehemu zingine kulikuwa na sahani zilipambwa huko juu. Alafu tukitoka kwenye dumu hilo ambalo la mraba, sasa tunaweza tukaingia kwenye dumu hili la duara. Ndugu mtazamaji, unaweza kuona aina ya dumu hilo pia, na usanifu wake ni wa aina ile ile. Hakuna nondo zozote zilizotumika katika ujenzi huu. Aidha ukitoka hapa utakuta kuna nguzo zake hizi ambazo zinaunganisha haya madumu. Kwa kweli ni mzuri, zinapendeza sana. Kwa upande wangu wa kushoto hapa utakuta sasa kibra ambayo ilikuwa inatumika kwa msikiti huu sasa mkubwa huu wa karne 15. Sasa hapa tulipo sasa, labda kwa upande wangu hapa wa kulia ni mwisho wa msikiti mkuu, na upande wangu wa kushoto huku kuna nyumba. Hili ni nyumba, ilikuwa nyumba tu ya makazi, tunaita Great House. Sasa haka kamtaa tunachokiona ndio kametenganisha kati ya nyumba na msikiti. Nyumba hii inasemekana ilikuwa ya mtu mmoja maarufu aliyekuwa anaishi katika nyumba hii. Aidha wanasema kwa sababu hawa Waarabu walifanya biashara na mataifa tofauti, kwa sababu nyumba ilikuwa kubwa, maeneo mengine yalitengwa kwa ajili ya wageni wao waliokuwa wanakuja kwa ajili ya kufanya nao biashara. Walikuwa wanafika hapa. Kwa hiyo hili ni tofauti. Unaona kamtaa haka majumba mengi yaliyokuwa Kilwa Kisiwani kwa kipindi kile kilikuwa na narrow streets kama hizi.
mitaa midogo midogo kama hii, kiasi kwamba zile nyumba aidha zilikuwa za gorofa, anaweza mtu akaruka hata juu kwa juu akafikia nyumba nyingine katika kutembeleana tu kwa hali ya kawaida. Kwa hiyo kulikuwa na vitaa vidogo vidogo kama hivi vinatenganisha nyumba hadi nyumba. Ndugu watazamaji, baada ya kutazama msikiti mkuu, sasa tuko katika msikiti mdogo ambao sisi tunauita kwa Kiingereza domed mosque. Huu msikiti ulijengwa karne ya 15. Kipindi kile walichoongeza msikiti tulivyoona kulikuwa na sehemu mbili za karne ya 11 na 13, ile nyongeza karne ya 15 ilijengwa pamoja na msikiti huu. Tunaoanisha hivyo kwa sababu ya kuangalia domes, yale maduara yaliyoko juu yaliyojengwa ndani ya jengo hili yako ya aina mbili, ya mstatili na ya duara kama aliyo msikiti mkuu. Msikiti huu matumizi yake inaonekana kwamba ulikuwa aidha ni kwa ajili ya matumizi ya watu maalum, hasa mfalme na watu maalum. Kwa namna ulivyokuwa umetengenezwa ni mdogo, lakini ulikuwa umenakishiwa vizuri sana. Juu walikuwa wameweka vikombe vya udongo ambavyo vilitengenezwa China, tunaita vya Kichina, Chinese porcelain. Vilikuwa vimewekwa juu ya paa na vilikuwa vinafanya msikiti upendeze sana. Na pia wengine wanadhani kwamba kuna kaburi, tuna sehemu ya Malindi, kuna kaburi ambalo limejengwa kwa mfano wa huu msikiti. Wengine wanadhani kwamba ulikuwa pia msikiti uliokuwa unatumika kwa ajili ya mazishi kwa sababu ya yale makaburi ya Malindi yaliyofanana sura na huu msikiti yalivyojengwa na maduara yake juu unafanana vile vile. Kwa hiyo kwa kuwa na mantiki hizo mbili kwamba ulikuwa kwa ajili ya watu maalum au ulikuwa unatumika kwa ajili ya mazishi tu. Ndugu mtazamaji, tuingie ndani tuone sehemu mbalimbali za msikiti kama hivyo misikiti mingine katika ukanda huu. Ndugu mtazamaji, tunapoangalia hapa kwa sasa ni kisima. Hii kisima kilitumika kilikuwa kwa matumizi ya msikiti. Walikuwa wakichota maji, wanaweka juu ya ukuta unaoonekana hapa. Kuna mfereji ambao ulipeka maji moja kwa moja, kuna tobo dogo pale yanaingia moja kwa moja kwenye matanki. Hayo matanki kwa ndani yake pale palikuwa na bafu pamoja na vyoo. Maji yaliingia kwenye tanki hili, yakajaa, palikuwa na tanki hizo mbili, ya kwanza na ya pili mbele hapo, na kisha walichota maji na kutawaza miguu yao katika eneo hili. Baada yake wakaja ndani, wakiingia msikitini. Kabla ya kuingia msikitini kausha miguu yao kwenye jiwe liliko hapa karibu. Hili jiwe lilikuwa kazi yake ni kwa ajili ya kukaushia miguu wakati wanaingia msikitini. Baada ya kutawaza basi na kausha miguu yao, waliingia humu ndani ya msikiti. Huu msikiti tunavyoona ulikuwa na nguzo 4 na kama nilivyoeleza awali palikuwa na hizi duara. Ila kwanza limeshaanguka, lakini lilikuwa ni la mstatili. Lililofuatia mengine matatu yalikuwa ni duara. Kama unavyoona alikuwa juu yake yamepambwa. Maduara haya yako matatu na alikuwa yametengenezwa kwa mtindo unaoona huu hapo, mtindo kama wa tao kuanzia chini, na juu yake hilo ni duara kama msikiti mkuu tulivyoona. Na pia palikuwa na tofauti katika dumu, kama unaona lenyewe linakuwa na michirizi katikati. Na katikati yake pale palikuwa kuna kikombe, unavyoangalia kikombe cha Kichina kilikuwa kimeweka juu yake pale. Kwa hiyo unaona kwamba jinsi msikiti ulivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa sana, na inaonekana kwamba ni msikiti mzuri na bora katika ukanda huu wa Pwani ya Mashariki, na hamna msikiti mdogo na mzuri wa kulinganisha na huu msikiti. Kwa nini domes zinatofautiana, zina michirizi na hizi hazina michirizi? Ni styles ni mitindo ya utengenezaji wa kipindi cha karne ya 15 ya domes.
Damaja. Ulijengwa katika kipindi kile cha karne ya 15 na ndio maana tuseme ilikuwa ni matumizi, ni kwa ajili ya matumizi maalum kwa mfalme na watu wake kama labda wafanya biashara maarufu, na ndio maana unaona kwamba ulikuwa ni wa kawaida na unatumika siku za kawaida. Ule mwingine kwa ajili ya Ijumaa, sala za Ijumaa. Kwa hiyo sala za kawaida ina maana alikuwa anafanya hapa sultani akiwa na watu wake, na ulikuwa ni msikiti maalum. Kwa sababu tukiangalia kuna misikiti mingine ukienda mbele ya makutano kuna msikiti ambao ulikuwa ni wa kawaida. Na kama tulivyosema hapo kulikuwa na zaidi ya misikiti 99 katika eneo hili. Kwa hiyo unaona kwamba ulikuwa ni mzuri, na ndio maana unaonekana mpaka sasa. Ule mingine misikiti inaonekana ilikuwa ni midogo imekwisha, lakini unaonekana ulikuwa ni imara, ni mzuri sana, na ndio maana uko mpaka sasa kuliko misikiti mingine ambayo imebaki chini kabisa. Baada ya kuona hayo maduara tunayoitwa domes, tunaona hapa ndipo kibla. Hii kibla ilikuwa nayo imenakishiwa vizuri. Ukiangalia ni huo ustaarabu ambao tuseme ni utamaduni wa majenzi haya ulioenea katika pwani nzima ya bahari ya Hindi. Na juu yake pale palikuwa na mawe yaliyochongwa, sasa hayaonekani, lakini limebaki moja hapo upande wa kushoto kulikuwa limenakishiwa lile jiwe. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile inaonyesha kwamba ni msikiti uliokuwa unavutia, ulikuwa ni ishara pia ya kumwenzi Mungu, na pia ni ishara kwamba eneo hili lilikuwa na utajiri mkubwa. Ni ishara kwamba walikuwa na pesa na nguvu ya kuweza kutengeneza msikiti mzuri kama huu. Mtazamaji, historia ya mji wa Kilwa Kisiwani si rahisi ukaielezea kwa wakati mmoja ikaisha. Kwani watu waliishi hapa zaidi ya miaka 1000 iliyopita. Na msikiti huu wa Ijumaa ulijengwa karne ya 11. Hivi sasa una takriban miaka 1000 iliyopita. Hivyo kukuelezea historia hii kwa msikiti huu kwa dakika chache sio rahisi. Historia ni ndefu, na bado nipo Kilwa Kisiwani nikikuletea mambo mazuri kabisa ya kihistoria. Kama unaofahamu mji huu wa Kilwa Kisiwani ni urithi wa dunia. Hadi kipindi kijacho, na kuaga kutoka Kilwa Kisiwani, kwa heri na asante.